Vipi Video Focus TV, Dar es Salaam mpaka Morogoro, tumekuja kwa J Combat 14 style kwa shina bwana. Kama Bwana J, na maswali kadhaa tu ambayo mimi na mashabiki zangu ambao wanafuatilia Video Focus TV na mashabiki ambao wanafuatilia J wanahitaji kufahamu kutoka kwako. Bwana J, kwa kuanzia naomba nifahamu kuna changamoto gani ambayo unaipata kufanya muziki mbali na Dar es Salaam? Changamoto tunaipata kufanya muziki mbali na Dar es Salaam kutokana na quality za studio nyingi, studio songe tena magikoto kwenye wanafanya vizuri, ya jinsi ya kumove muziki kufika mbali zaidi. Bado tunahitaji vifaa vikubwa na kokoto huko ni changamoto, kwa hiyo inabidi tusafiri mbali ili kufuata kitu kizuri ili kukuza tunachokifanya kiendelee. Je, vitu gani ambavyo unashauri kwa wewe kama msanii vifanyike ili kurahisisha watu ambao wanafanya muziki pale Dar es Salaam, yani muwe kama mko Dar es Salaam na muziki wenu uwe Dar na Morogoro na mkoa mwingine pawe sawa sawa? Vitu gani unashauri vifanyike? Mimi kama J Combat ninachoshauri kwenye vitu vifanyike kwenye muziki wa Singeli, cha kwanza mapromoter kuongezeka, wawekezaji kuongezeka kwenye muziki wa Singeli. Muziki wa Singeli ukipata wawekezaji wengi, vitu vingi kwanza tutakuwa navyo karibu. Unajua kama mkoani Somo kuna mikoa wanafanya muziki kama Tanga kwa wapi, pia nao wanatamani wawekezaji wangekuwa wengi kama Dar es Salaam. Kila msanii anatamani kuwa na meneja wa kumuendeleza katika kipaji chake. Sasa katika sisi watu wa mikoani huko ndio kipengele kikubwa sana kupata Dar es Salaam. Kila msanii anamsikia Dar es Salaam hata kama kwa mchango, ndio unasikia msanii na meneja yake, kutokana wengi wanaamini muziki ndio utafutaji wao wengi wa Dar es Salaam. Hakuna tafaza, hakuna chanani, so ndio wanaamini muziki ndio kila kitu, kwa wengi wanaamini kuongeza kwa muziki wa Singeli ndio maisha. Lakini kwenye watu wa mikoani kama Kutumoro bado watu hawaamini sana kwenye uongezaji wa muziki wa Singeli. Kwa ni nitashauri ni wawekezaji kuongezeka kwa muziki ili wasanii wengi wapate kutimiza ndoto zao au kutimiza malengo yao au kutimiza hatima yao ya kufika mahali wanapotaka. Bwana J, na swali moja tatanishi kidogo. Yeah. Kuna taarifa kutoka kwa mashabiki kwamba zinasema kinachomfanya J anapanda, kuna muda anakuwa juu, kuna muda anakuwa chini, ni kwamba anaachia nyimbo sana, anaachia nyimbo kwa wakati nyingi kwa wakati mmoja. Ili kwa kweli kama msanii unalichukuliaje kwamba mashabiki wanaongea kwamba J kuna muda anakuwa juu, kuna hits zinampeleka juu katika nyimbo zake 10, kuna hits 2 zinampeleka juu, bila kinachofanya yeye kushuka ni anatoa nyimbo nyingi sana kwa wakati mmoja? Hilo kwangu mimi halinitatizi sana, kwa sababu kwanza mashabiki wangu wanaoelewa J Combat unajua J ni mtu wa kuachia kazi. J si mtu wa kusikilizia kwenye mazingira ya kazi. Manake kwenye mwendelezo wangu nilianza na EP kama 3. Nilianza na EP ya Kulika ilikuwa na ngoma 7, nikaja na EP ya Time Bado ikawa na ngoma 8, nikaja na EP ya Kila Mwaka ikawa na ngoma 8, nikaja na Sound of Africa na ngoma 20 na 4. Sitaki kuwachosha mashabiki zangu kusema J anachelewa kutoka kazi, kutokana mimi nakitumia alichonibariki Mwenyezi Mungu, kitu ninacho nachora. Unajua hata ngoma niseme ni muziki studio, tunaamini muziki unabadilika. Kuna wakati yani muziki wewe utataka ukae hivi, lakini nao mashabiki watataka muziki ukae aina fulani. Kwa hiyo naweza kama mimi niko hapa na tukifanya kitu sawa na mashabiki nao wakaona maono yao tofauti na mimi ninaona. So nilichokuwa nacho nikitoa, ukipenda atakisupport, ndio mwenye kukuuza atakipuuza. Kwa mimi naamini katika dunia huwezi kwanza kukubalika na kila mtu, ndio lipo wazi. Bwana J, Morogoro mmekuwa mkifanya vizuri sana, mmekuwa mkitikisa ni katika shughuli zenu nyingi sana, ni na mmetoka yani kitu kikubwa ambacho kinapeleka mjini yani shughuli zenu kwa watu wa Morogoro mmetikisa sana. Naomba unitajie top 3 yako ya wasanii kutoka Moro ambao wakaa kipiga show kwa wanasema bado tunajivunia kutoka Morogoro. Nje kwanza Moro Town kusema sasa tu show live wapo so hapo tupo wasanii wengi tuna hiti ambazo mtani zinasikilizika. Kwanza kama Braza wakina Listaboy walikuwa wanahiti na kina Kikiza Msimu, kuna watu kama kina Samboy walikuwa wanahitiza, kuna watu kama wao au watu tunazungumza kutoka Morogoro walikuwa
wahusiana na show live, wahusiana na nini. Ila Dar es Salaam ukimuulizia mtu kama Lidista Boy hakuna ambaye atakuwa mgeni kwake kwa sababu sikio lake. Ukimuulizia mtu kama Dularo Dar es Salaam hakuna mtu mgeni kwenye sikio lake. Ukimuulizia mtu kama Samboi hakuna mtu mgeni kwenye sikio lake. Kwa hiyo tunaamini watu wa Morogoro ni wafanyaji kazi, watu wa Morogoro watu wa muziki, Motown ni mkoa wa vipaji. Tafsiri yangu Motown mimi na watu wote wasanii wangu wanafanya vizuri kama wote wanapeperusha Motown kingato Dar es Salaam. Ya wapo wengi wanasikiliza, watu wanavuka na mabasi wao wanafika kwenye mikoa ya watu kufanya kazi. Kwa Morogoro wote ni wakali, sababu kikubwa ni kublesi, tuendelee kupendana kwa pamoja ili kufikisha muziki wetu mpaka kwenye mikoa ya watu wengine huko. Waendelee kujua Motown ni mkoa wa vipaji, Motown ni mkoa uliobarikiwa, Motown ni mkoa ambao wasanii wanapendana. Kila msanii anapenda mafanikio mwenzie. Kwa maana kuna jambo la J-Combat, jambo la msanii mwingine, kuna jambo la JT, jambo la msanii mwingine, kuna jambo la Sura KPC, jambo la msanii mwingine, kuna jambo la Sabina, jambo la msanii mwingine, kuna jambo la Sumani, jambo la Maslay, jambo la Rizako, jambo Sura. Kila msanii ambaye anatoka Morogoro, sisi wote tunapendana, sisi wote mmoja, sisi wote kushikana. Ya, tunapenda kwa hivi ili mikoa mingine iwe mfano kutoka kwetu. Bwana je, swala la kumalizia, kuna kitu gani cha kuwashauri wasanii ambao wanakopi sana ngoma za wasanii zao? Yani wao bwana kwenye swala la kutunga ni ngumu, ila nyimbo zao kikopi wao lazima ziende. Sikia tumekuwa kali sana kwa sababu sisi tunaibiwa sana kwa wazee. Mtia neno katika swala hilo. Kwa wasanii wanaokopi ngoma za wasanii zao. Naona kama wasanii wa sasa watakuwa kama wanarudia, manake wao wanasema ujinga kwenda urudi, kila mtu anakuwa mjanja. Kwa kama msanii kweli anania utafutaji kwenye maisha yake na ameweka lengo, bwana mimi nafanya muziki huu uje kufanya revolution kwenye maisha yangu, huu muziki uje kubadilisha maisha yangu kwa namna moja ama nyingine, basi atapambana, atauliza kichwa. Tumeona wasanii wengi, kaka zetu wengi tangu walikuwa wanafanya ngoma, wengine walikuwa wanatoa ngoma Morogoro na kupeleka Dar es Salaam, waliiti, walisikilizwa sana, lakini dakika ya mwisho ujue ukweli huaga ujifiche hata siku moja. Unajua watu tutabaki kwa kweli, uongo tutabaki kwa uongo. Ya wao unakuta wa ukweli walienda kweli, makaka wa ukweli wale hadi leo hapo wanaishi, wanapiga show, ila uongo wote mna wameporomoka kutokana ubongo umeshindwa kufikiria, ubongo umeshindwa kuona mbali. Kwa kikubwa anacho kaka, ukiona bwana ubongo mfiki mbali, au unaona bwana mdogo, unaona bwana mimi ninaweza kuimba na sauti ya kuimba lakini ubongo ufiki mbali, sio mbaya. Ukiona mzee ambaye anaandika, bwana mwanangu mimi nina wazo fulani, hebu naomba nisaidie kitu fulani, naweza nikapata kitu fulani hapa, ndio nikamshia jambo langu, ndio linakuwa sio mbaya. Au kujishusha mkubwa kwa mdogo, bwana mdogo wangu, bwana kaka kuna idea yangu fulani, lakini nime moja mbili nimeshia hapa, nimeshika kuendeleza. Anaweza kaja na kukamilishia ikawa jambo na kuendelea kustilika kwenye maisha yako kama kawaida. Wengi wanakopa, wanashindwa kwanza kujishusha kwa watu. Ndio unajipata mtu hivi ataona kama mimi ndani ila sio. Kwa kikubwa ni wawe karibu na watu, wasichoke na kuuliza, sio ujinga. Unaweza kumuuliza mtu ukapata jibu lile likakusaidia. Kwa nacho wote wanaoandika nao, so akikufuata mtu ambaye haelewi, kumsaidia sio kumtangaza, sio kumsaidia, sio namna gani vipi. Tuko pamoja kwa ajili ya kuhitimisha jambo moja, wote sisi tunafanya kitu kimoja. Sisi ni wasanii wa Singeli, na kwa ndani tunatokea nchi moja ya Tanzania. Tanzania asili yake ni upendo, basi tutaendelea kupendana milele. Bwana je, kia neno kwa mashabiki zangu, funga kipindi tena. Neno kwa mashabiki zangu, na wapenda sana mashabiki wa J-Combat, mashabiki wa Kenzi, wa Keliketo, wa Singeli. Waendelee kusupport vijana wao, waendelee kusupport ndugu zao, waendelee kusupport ndugu zao, waendelee kusupport ndugu zao. Wasichoke tu kwenye utafutaji wa maisha. Na sisi kama vijana waone, na sisi kama wafanyakazi wa ofisini pia tuna dream zetu, pia
kuwa katika muziki wa Singeli. Tuna ndoto zetu pia, tuna familia, tunategemea muziki kwa dua zao na safari yetu kikubwa, na tunahitaji tubaki nao katika kutuombea, waendelee kutuombea katika utafutaji wetu, na tusichoke kusapoti ndugu zetu kama tunaona kwenye focus kutoka Dar es Salaam mkuja Moro Town Mfenga. Hii moja ya upendo, hata blog nyingine zilizokuwa mikoa mingine sio Dar es Salaam na kutembeleana pia ni kukuza pia muziki wetu, kufikisha mbali, kuonyesha thamani ya muziki wetu. Shukrani sana kwa focus kwa interview yako kaka. Bwana Jay, tulikuwa na Jay Kumbati kutoka Moro Town, Tony Bagi wakala Dar es Salaam mpaka Morogoro, muziki wa Singeli umekutanisha. Bwana angalia Mid Focus TV, muziki